Ni siku ya tatu ya wiki ambapo asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Uhaligani? Ni matumaini yangu ya kwamba hali yako si mbaya. Umeamka vizuri, ulilala vizuri, na kama maybe umeweza na kuamka na ukaweza na kuwa umeweza na kupatana na changamoto, maybe hata wengine wanaweza kuwa wameamka kama wanajiuliza maswali mingi kutokana na yale ambayo wanaweza kuwa nayapitia. Lakini asubuhi ya leo ninakuhakikishia kwamba kuna Mungu ambaye anakupenda, Mungu ambaye Mungu ambaye anakunjali. Hivyo basi, asubuhi ya leo karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Zacchaeus Kaisa kutoka kanisa la ABC Kidhiani Makueni Sub Kota. Yuko tayari kabisa kuweza na kutuletea mengi ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kubariki nayo. Ni kwa sababu yetu. Karibu tubarikiwe. Ujambo mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba umzima na umewezeshwa kuamka asubuhi hii ambayo hatujawahi kuiona tena. Karibu ili tupate kushirikiana kwenye kipindi Manyunyu ya Baraka. Tutapata somo la kutuongoza katika kitabu cha Injili ya Marko Mtakatifu, sura yake ni ya 6, mstari ni wa 55 hadi 56. Wakaenda mbio wakizunguka nchi ile yote, wakaanza kuwachukua vitandani walio hawawezi kwenda kila mahali waliposikia kwamba yupo. Na kila alipokwenda akiingia vijijini au mjini au mashambani, wakaweka wagonjwa sokoni, wakashika wakimsihi awaguze pindo la vazi lake, nao wote waliomguza wakapona. Mtazamaji, tutazungumzia sana habari ya siku ya leo juu ya uponyaji kwa ajili ya imani. Na tuombe. Mtakatifu, Mungu wa amani na Mungu ushie milele, tunalitukuza jina lako na hata kulimidi kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Uiminiwe upate kukuzwa katika maisha yetu. Kwa ajili ya neno lako Baba wetu, tunaomba ukapate kusema na neno lako ili tukapate kubarikiwa. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Mpendwa mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba wewe uliweza kutembea katika mji mkuu ama mmoja wa miji mikuu hapa Kenya. Miji mikuu ni kama pia hapa Machakos, ni kama maeneo mengine kama Nairobi ama wote ama Kisumu ama wapi. Unapotembea katika mji mkuu, unakuta na kuona ya kwamba kuna watu wamewekwa sehemu mbalimbali. Wengine wao ni viwete, wengine wao hawajiwezi, wengine wao ni vipovu, na wengine wao labda hawana viungo fulani katika mwili. Hao wote wanawekwa katika miji mikuu ama katika mji mkuu ili wapate msaada kwa yoyote anayepita kando kando ya njia. Wengine wanawekwa kwa barabara kando, wengine wanawekwa kwa maduka kwenye milango ili mtu aketi pale angalau apate kuweza kupata msaada. Wakati huu mpendwa, Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa anatembea na alikuwa anakutana na watu wa hali tofauti tofauti. Aliweza kutembelea, tukiona pale katika bwawa la Bethsaida, tumeweza kuona ya kwamba akipita pale na kumkuta mgonjwa. Mgonjwa huo alikuwa pale amelala siku nyingi na amekaa muda mrefu pale. Atazama ya kwamba hakuona mtu wa kumsaidia na kuingia kwenye maji, maana ilikuwa mtu mpaka ajichofye pale ndani ili apate kupokea uponyaji. Tunaweza kuona ya kwamba pia wakati huo Yesu alimuuliza, unataka nikufanyie nini? Akaambiwa, beba gondoro lako na uende na amani. Huyu mtu aliponywa. Kwa hivyo ni sababu ambalo tunalozungumzia hapa. Hawa watu waliposikia mahali Yesu yuko mahali fulani, walikuwa wanabeba wagonjwa. Na Yesu hakuwaomba waleta wagonjwa,
wanabeba wote vijijini, mitaani na hata katika mashamba ili wapate kumletea ili awaponye. Yesu ni mponyaji mwema. Kwa jina lingine, yeye ni tabibu mkuu. Watu hawa ambao nimesema wako na mambo mbalimbali, tumeweza kuona ya kwamba miongoni mwao walikuwa ni wadhaifu na hawajiwezi. Wakati wa Yesu watu kama hao walikuwepo. Kwa hivyo tunaweza kusema nini, mtazamaji wangu? Ni vizuri kujiandaa na kuwajali watu kama hao. Hata kama ni yatima, hata kama ni wajane, tutoe misaada yetu kwa wao. Je, wewe unatoanga msaada kwa maskini? Unatoa msaada kwa mtu ambaye amelemaa, ama unapita tu? Kwa sababu mahali wanawekwa kando kando ya njia na barabara, vile nimekuambia, hata katika malango ya maduka naweza kuona ya kwamba wengine wanatoa fedha zao wanaweka pale, wengine anamnunulia kitu anampea. Je, wewe unatoa msaada wako kwa mtu kama huyo? Yesu ni tabibu mkuu, na alipofika mahali panapo hitajika msaada wa aina hiyo ama uponyaji, Yesu hakusita kutenda kile kitendo cha uponyaji. Kwa mfano, naweza kusema ya kwamba aliwaponya wale wanaume 10, wale ambao walikuwa na ugonjwa mbaya, akawasaidia, akawaponya wote. Na baada ya kuponywa, mmoja wao ndiye alirudi, wale wengine waliweza kurudi nyuma, na hawakuja na kutoa shukrani zao mbele ya Yesu, lakini mmoja wao ndiye aliweza kufaulu. Yesu anakupenda mpendwa. Unawezekana wakati huu ninapozungumza nawe unalala kwa kitanda ukiwa mgonjwa. Usikate tamaa, jipe moyo. Yesu hakukuacha. Mungu yuko pamoja naye. Atakuguza na shida lako litaisha na utaenda na amani kwako. Kwa hivyo jipe moyo, usikate tamaa. Mpendwa mtazamaji, hata kama umekaa pale miaka ngapi, uwepo wa Mungu uko pamoja nawe. Maajabu hayo, kwa sababu Mungu ni mkuu. Hivyo basi tunaweza kusema ya kwamba tena, je, wewe uko tayari kutoa msaada? Watu ambao nimewataja pale juu, ambao ni wale watu ambao walikuwa na ugonjwa wa ukoma, tunaweza kuona ya kwamba walishindaniwa. Na labda walilia miaka mingi na walisumbuka miaka mingi, lakini kwa ajili ya Yesu wakapata msaada wa Yesu wa uponyaji. Sasa siku hii ya leo, mtazamaji wangu, naomba ukapate kuendelea katika imani, na pia uwatie wengine moyo, kwa sababu hatuwezi kukaa bila imani. Huwe na imani, na unachotaka utatendewa kupitia imani. Hawa watu wote ambao waliletwa mbele ya Yesu walipata ushindi mkubwa, na labda walirudi kwao kwa mshangao, walirudi kwao wakiwa wanarukaruka, wakiwa wanafurahia, wakiwa wanatabasamu, kwa sababu hali si kawaida tena. Ile ambayo walikuwa nayo imekaa kuwa kama ni mambo yaliyopita sasa, na wako na nguvu na wanaendelea. Mungu akubariki, Mungu akusaidie, Mungu akuponye. Hata kama ni mmoja baadhi ya wale ambao ni wa familia yako, hata kama amelala miaka 38, uwepo wa Mungu upamoja naye, utapona kwa imani. Kijana Batimayo aliomba uponyaji, akapaza sauti, akanyamazishwa na watu ili asipige kelele. Lakini tazama, Yesu alipopata habari yake, alimponya kijana, akawa na nguvu na akaweza kuendelea. Maisha yetu tuishi maisha ya kuomba. Anataka tu ubishe kwake. Anataka tu kibisha atakuitika. Atakufungulia mlango, ataingia kwako na atakutendea mambo makuu kupitia ule uponyaji. Watu wenye mahitaji mbalimbali, usipokuwa na imani ni kazi bure. Hautapata chochote chenye unachoomba. Kwa hivyo usipe moyo, jipe moyo wako na kuendelea katika hali ya maisha.
Bwana alibariki neno lake. Na tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, jina lako litukuzwe na uhimidiwe milele. Wakati huu tunasema asante kwa ajili ya uwepo wako pamoja na mtazamaji. Mungu kapate kumbariki na uwe pamoja naye. Yawezekana mwingine akiwa pale ni mgonjwa, alilala vizuri lakini ameamka akiwa mgonjwa. Ako na haja ya msaada wako, Bwana ukamtendee kama jinsi ulivyotendea wagonjwa wa hapo awali wakati wa Yesu. Neno lako takatifu likamfuatilie na ukapate kumbariki mtazamaji na kumtia nguvu ili akapate kuendelea na maisha yake. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Imani ya kweli umsongeza mtu karibu na Yesu, na nguvu yake huleta uponyaji na tumaini tena. Hapa kulingana na vile ambavyo tumeweza na kufundishwa na kuona ni kwamba imani ya kweli huleta uponyaji na mabadiliko. Na hatuaje imani huleta matokeo. Hawa walikuwa wanaenda kwa Yesu, wanasongea kwa Yesu kwa sababu walijua kwamba wao wanaamini kwamba ataweza na kuwatendea. Ataweza na kuwabariki na ule uponyaji ambao walikuwa wanataka kutoka kwake. Imani. Bila imani hawangepona. Hivyo ni kusema kwamba kile ambacho hata kama sio kwa sababu ya ugonjwa, kile ambacho unataka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lazima uwe na imani. Imani yako iwe dhabiti. Uwe na msimamo. Umiamini Mungu, basi uko pale pale. Huyo tu ndio unamwamini. Basi wacha tuzidi na kuamini. Maana imani ya kweli huleta matokeo na matokeo yake huwa mema. Hawa ambao waliamini hata kuunguza tu pazi ama vazi lake, wataweza na kupokea uponyaji. Hakika waliweza na kupokea kuunguza tu. Hata sio kuwekelewa mikono, kuunguza tu. Imani yako iko namna gani? Je, umesimama imara ama unayumba yumba? Imani yako iko wapi? Ninakuacha na hili. Wacha imani yetu ikawe dhabiti. Tukaamini Mungu Yesu anaweza yote. Na hakika anaweza. Na kutubariki, ataweza na kutubariki. Na chochote ambacho tunahitaji kutoka kwake. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Yote ambayo tumefundishwa, Roho Mtakatifu akaweze na kuendelea na kuyafuatilia kwetu. Bye bye.